Unatazama Kawabe Media, sauti ya jamii. Na bado tupo katika kongamano maalum la mwaka la wamachinga pamoja na madereva wa pikipiki za kubeba abiria maarufu kama bodaboda pamoja na bajaji. Kongamano ambalo mgeni rasmi alikuwa ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Madelu Lameck Nchemba, ambaye alikuwa hapa akizungumza mambo mengi kabisa na kikundi hiki ama kundi hili maalum kabisa ambalo limekuwa likihudumia jamii. Na nipo hapa pembeni, nipo na moja kati ya watu waliopo katika kundi hili. Atajitambulisha nafasi yake na kile anachokifanya, alafu pia tutaweza kuzungumza mambo mbalimbali ambayo yaliweza kutokea siku ya leo katika kongamano hili. Kaka, habari ya wakati huu? Habari nzuri. Naam, unaweza ukajitambulisha jina lako pengine na cheo chako, alafu kabla tujaendelea na kuyajadili yale yote yaliyokuwepo katika hotuba ya Waziri Mkuu. Mimi naitwa Almasi Hamisi, ni mwenyekiti wa umoja wa waendesha bajaji Morogoro. Ndio, leo tumeona kwa namna ambavyo jinsi kongamano hili limefungua au limetuonyesha sura mpya ya serikali ya awamu ya sita katika awamu hii ya pili, ambayo jinsi gani imejipanga kwa ajili ya kushughulika na masuala mbalimbali yanayohusu madereva pamoja na mamachinga. Kwanza kabisa, katika kile ambacho ameweza kukizungumza Waziri Mkuu katika hotuba yake, ni jambo gani ambalo unahisi moja kwa moja limewagusa nyinyi kama madereva wa pikipiki zinazobeba abiria maarufu kama bajaji pamoja na bodaboda? Mambo karibia yote ambayo tuliyahitaji mengi kayatolewa ufafanuzi. Kwa hiyo kwa sisi madereva wa bajaji na pikipiki tunashukuru, kwa sababu tunaamini sasa ni mwanga mzuri tumeupata kutokana na changamoto ambazo tulikuwa nazo. Mojawapo ni masuala ya leseni, mikataba kandamizi, yote kayaongelea. Kwa hiyo tunamshukuru na tuna imani naye na atakuja kutusaidia kutuondolea hizi changamoto ambazo zilikuwa ni za muda mrefu, zilikuwa hazina majibu sahihi. Moja katika swala ambalo amelizungumza ni kuhusiana na swala zima la fine ambazo walikuwa wakipigwa madereva hawa bodaboda pamoja na bajaji, na kusema kwamba ikiwezekana kuangalia namna ambavyo faini hizo wanaweza kaongeza kidogo muda wa ulipaji, ili basi bodaboda huyu aweze naye kupata wakati mzuri wa kuweza kujikusanya na kuhakikisha kwamba analipa faini hiyo. Binafsi au kwako wewe, unadhani hii inaendaje kusuluhisha ama kupooza kama sio kulimaliza kabisa changamoto ambayo mlikuwa nayo ikiwa kabili hususan katika swala hili la faini? Hiyo mimi naona kama inaenda kumaliza hiyo changamoto, kwa sababu vyombo vilikuwa vinakaa kwa muda mrefu sana kituoni kutokana na ugumu wa upatikanaji wa faini. Mtu anaweza kuwa amepigwa makosa 5 au 4. Je, fedha hiyo kwa haraka haraka 50,000 anaipataje? Kwa hiyo changamoto ilikuwa ni kubwa, lakini kupitia hili sasa tunaamini hiyo changamoto imeenda kuisha. Sawa, tuhamie kwenye swala zima la amani. Mara nyingi kwenye maeneo mengi sana bodaboda pamoja na bajaji wamekuwa wakitajwa, ama tumeona pia hata zile vurugu za Oktoba 29 watu ambao walikuwa wametajwa sana ni pamoja na hawa madereva ambao kwa namna moja ama nyingine wengi walihusishwa kwenye masuala mazima ya vurugu hizi. Pengine wewe kama mwenyekiti wa madereva hawa pale Morogoro, upi wito wako kwa vijana na watu wote wanaojishughulisha na masuala mazima ya udereva wa bajaji pamoja na pikipiki katika kudumisha amani ya taifa hili la Tanzania? Sisi baada ya tukio lile Morogoro tumeitisha kikao cha madereva wote na kuwaelekeza na kujua nini maana ya amani. Panapokuwa hapana amani, hata hiyo biashara ya bodaboda huwezi kuifanya au ya bajaji, kwa sababu kukiwa na utulivu na amani ndio tuna uwezo wa kufanya biashara zetu na shughuli nyingine zikaenda vizuri. Kwa hiyo tunaendelea kuwahamasisha waelewe umuhimu wa amani, na wao waliona ndani ya zile siku 3 tu walikuwa wanashinda ndani. Morogoro kulikuwa hakuna vurugu kubwa, lakini ile kushinda ndani kutokana tu na ukosefu wa mafuta, ile adha, kuna ambao waliathirika sana kutokana tu na kukosa chakula pamoja na fedha. Kwa hiyo ile adha tayari ni somo kubwa ambalo wamelipata, na imani kwa kipindi kingine wakihamasishwa vitu vya kipuzi kama vile hawawezi kuvifuata. Sawa, mimi nikushukuru sana kwa wakati wako. Nafikiri pia tutakuwa na wakati mwingine wa kuzungumza. Kwa kumalizia kabisa, upi wito wako kwa serikali ya awamu ya sita, ukiachana na yale ambayo pia yameweza kuzungumzwa, au na lipi la kuzungumza kwa serikali ya awamu ya sita? Sisi kwanza tunaishukuru serikali yetu ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwanza imekuwa ni sikivu na imekuwa iko tayari muda wote kusikiliza changamoto za wananchi wake. Kwa hiyo tunaomba iendelee hivyo hivyo, na hao watu wa chini ambao wanakuwa wazito kupokea hizi
kero zetu au changamoto, na wenyewe waweze kubadilika, waendane na matakwa ya Mheshimiwa Rais na viongozi wake wote wajua wanavyohitaji. Sawa, mimi nashukuru sana kwa wakati wako. Asante sana. Asante. Na bado tunaendelea kuzungumza. Mzee wangu, unaweza kujitambulisha kwanza, jina lako pengine pia na nafasi yako, alafu tuweze kuzungumza kile ambacho kimezungumzwa na mimi. Kwa jina naitwa Molan Hussein Mgina, ni mwenyekiti wa shirikisho la wafanyabiashara wadogo wadogo wa mkoa wa Kigoma, na kutoka mkoani Kigoma mpaka Dar es Salaam kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho kilikuwa kimepangwa kuzungumzwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Katika kile ambacho amekizungumza, kama wafanyabiashara wadogo wadogo wa mkoa wa Kigoma, kuna lipi haswa la kusema? Kwanza sisi tunamshukuru sana Waziri Mkuu, na kimsingi mimi nimeona kweli yani Waziri Mkuu huyu ni jibu la matatizo yetu na shida zetu za machinga, kwa maana ya machinga Tanzania. Hotuba yake kwanza sisi imeturidhisha sana na imeonyesha namna gani ambavyo inafungua shida na matatizo ya machinga. Tumezungumzia kuhusu swala la mikopo ya benki. Ametoa ufafanuzi mzuri sana kwamba tunahitaji kuhakikisha kwamba anashughulikia swala la mikopo na kuhakikisha kwamba kila mmoja anaweza kupata mkopo kulingana na uhitaji wake na vigezo vinavyohitajika. Hivyo tu tumeona kwamba yeye yuko sawasawa na ni kiongozi ambaye ni bora anayefuatilia shida na matatizo ya sisi machinga. Na kwenye hilo kuna kitu kingine pia alizungumza kuhusiana wale mjambo pamoja na askari ambao wanasumbua mara kadhaa watu wanakuwa kufanya biashara zao. Pengine anasema kwa sasa wasifanye hivyo tena. Hivi furaha hii ni hili ambayo kimsingi, kwanza sisi kama wawakilishi wa wenzetu ambao wamebaki mkoani, sisi tumelipokea na tumeona mfanya vyema sana, na tunaomba kwa kweli kupitia hotuba yake wanamgambo alioko chini ya wakurugenzi wote nchi nzima, nadhani agizo hili wamelipokea na wasifanye tena hivyo. Sisi tumefurahi mno na tumeona huu ndio ufumbuzi wa wafanyabiashara wetu wa machinga wadogo wadogo katika nchi. Naam. Rais Samia Suluhu Hassan yupo katika awamu ya 6, ungo yake ya mwisho ni awamu yake ya pili. Pengine una lipi la kuzungumza au lipi la kumwambia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wewe kama mwenyekiti wa machinga mkoani Kigoma? Kwanza Rais Mama Samia yeye ndio mlezi wa sisi machinga. Kwa tafasiri hii sisi kwa kweli tunampongeza sana, kwa sababu kwanza ndiye aliyeleta hizo fedha katika mabenki kwa maana ya kusupport, lakini amejenga ofisi nchi nzima. Ingawaje Kigoma bado sisi tunahitaji wa kumalizia ofisi yetu, lakini tunaamini kwa hatua kubwa amefanya na tunamshukuru sana, na tunaomba kwa kweli Mungu amlinde na amsaidie kwenye shughuli zake. Ni kutoka kwa baadhi ya wamachinga pamoja na wafanyabiashara, lakini pia madereva wanaoendesha pikipiki za kubeba abiria maarufu kama bajaji pamoja na bodaboda. Hayo ni mengi, hayo machache tu katika mengi ambayo waliweza kuyazungumza katika siku ya leo, wakiweza kusifia kile ambacho kimezungumzwa na Waziri Mkuu katika hotuba yake kwenye kongamano hili la wamachinga pamoja na madereva wanaoendesha pikipiki za abiria kama maarufu kama bajaji pamoja na bodaboda. Wamesema mengi sana hapa, lakini nikukumbushe moja katika vitu ambavyo amevizungumza Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ni kuhusiana na masuala mazima ya kuweza kuzingatia kile ambacho wamekuwa wakikihitaji kwa muda mrefu wafanyabiashara, kuweza kutatua changamoto zao moja kwa moja na kuhakikisha kwamba wanafanya kazi zao katika mazingira rafiki. Sambamba na hayo, wameelezea namna ambavyo pia mifumo ya utendaji haki itaenda kufanya kazi bila kujali cheo wala nafasi ya mtu anayeweza kukiuka haki za watu. Kutoka hapa katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mimi ni Salumu Amani na hii ni Kawabe Media.